يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل على يا ربنا صل على طه النبي وآله يا ربنا صل على طه النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Tukianza mazungumzo yetu ya leo kuhusu maudhu yetu Shia ni nani, jana tumezungumzia na tulikuwa tunazungumza kujua historia ya neno Shia lilianza vipi, neno hili limekuwa limekitumika vipi, ndio tuweze kujua maana yake. Na tulifikia mahala ambapo tukasema na tukaelewa ya kwamba matumizi ya neno hili yalikuwa na marhala karibuni 4. Marhala ya kwanza tuweza kusema ya kwamba ilikuwa utumizi ya kwamba Shia ni yule mwenye imani au mwenye kumpenda na kumtawalisha Mtume na Ali na Ahlulbayt zake, alafu na kujitenga na maadui wao. Hiyo ndio ilikuwa marhala ya kwanza. Marhala ya pili tukasema ya kwamba ilikuja ikawa samahani, kabla hapo hii ilikuwa ni marhala ya tuseme katika matumizi ya watu, kabla ya kutaja na matumizi na utumizi, kisha matumizi tuiweke hii ni namba ya pili. Ama sehemu ya kwanza ilikuwa matumizi wakati wa Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa ali, yeye mwenyewe alikuwa akitumia kwa maana gani neno Shia. Tuliona ya kwamba mtumizi wa neno Shia alikuwa akimaanisha ya kwamba ni cheo katika vyeo vya imani, ni daraja katika daraja za imani, na si neno ambalo limeanza sasa hivi, bali kulikuwa nilikitumika kabla ya Uislamu, yani kabla ya Mtume, katika zama za mitume wengine, Nabii Ibrahim na wakati mwingine wa inna min shi'atihi la Ibrahim, kama aya vile inavyosema, na hakika katika mashia wake ni Ibrahim. Ibrahim aliitwa Shia wa sikumbuki alikuwa ni mtume aliyekuwa kabla yake, akawa yeye ni Shia wake. Sasa yeye ni sifa hata ya mitume pia wanaitwa mashia, na wengine pia walikuwa kiitwa mashia, yani mashia wa mitume. Ama tukirudi na maana lakini Waislamu sasa, kwa hivyo ilikuwa ni daraja, yani na daraja ile yani kwamba ni mwenye kutenda, anaamini Mtume na anamfuata, na pia maimamu anawakubali na anawaamini na anawafuata. Hiyo ndio ilikuwa daraja ya kwanza, au ndio matumizi ya kwanza. Matumizi ya pili ni kwamba wakawa Waislamu wanatumia tu, yani mwenye kuamini tu tosha, na kwenye kutawalisha Mtume na Ahlulbayt, ndio hivyo. Alafu ikaja baadaye katika siasa ikawa inatumika ya kwamba yule ambaye anakataa khalifa waliokuwepo, waliochukua utawala baada ya Mtume kwa bila radhi ya Mtume, wao wenye kutokubali wanaitwa mashia, yani wanakubali ya kwamba Mtume alichagua Imam Ali kama wasia wake, na wakawa ndio nini baada yake anastahiki uongozi wa Waislamu. Ikawa ndio maana ya pili, wakawa ndio wanaitwa Shi'atu Ali. Na ikaja pia Shi'atu Uthman, ikaendelea neno hili, ikawa kinyume chake kuna wafuasi wa Uthman walikuwa kiitwa mashia wa Uthman au Uthmania, na Alawia ambao ndio Shia wa Imam Ali. Alafu ikaja mpaka wakati wa Imam As-Sadiq alayhi salam, wakati neno hili lilichukua mapana zaidi, wakati kulikuwa kuna shubuhat za kidini, ambapo Imam alikuwa kijibu ishkalati zile ishkali
za kiakida, za kifikhi na nini, na madhehebu ya upotovu yalikuwa yametokezea wakati huo. Sasa kulikuwa kuna majibu, na wakati huo ndio ikawa jina Shia likawa linatumika, yani kundi hili ambalo linalomfuata Imam Jafar Sadiq na kumkubali na kukubali fikra ambazo anazozitoa na kuzieleza. Ikawa ndio wakati huo neno Shia wakaitwa Shia wa Jaafar, wafuasi wa Imam Jaafar Sadiq, na pia ikawa bado neno la Shia wa Imam Ali bado likawa linaendelea kutumika. Sasa kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna matumizi kwa ufupi aina mbili. Neno hili linatumika kama kundi, yani mashia kama kundi la watu ambao wanafuata maimamu bila kuangalia wanatekeleza mambo yote au hawatekelezi, yani kama dhehebu, kundi la watu ambalo wanaamini ya kwamba maimamu wanastahiki kuwa ndio viongozi, yani kuma khalifa, na wao ndio walichaguliwa na mtume, na wanajitenga kutokana nini kuwa mbali na maadui wao. Ikawa hiyo ni maana moja ambayo ni pana. Lakini kuna maana nyingine ambayo tumesema, ambayo ilikuwa wakati wa mtume, na mtume alikuwa akiitumia, na pia maimamu pia walitumia neno hili pia vile vile, ya kwamba ilikuwa ni daraja katika mojawapo wa daraja za kiimani, kama vile taqwa, kama vile yaqeen, kama vile sidq, ukweli, kama vile at-tawakkul ala Allah, kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hizi ni daraja mojawapo ya daraja za muumini, ya kwamba yeye ni mwenye kufuata sawa sawa nini nyayo tuweza kutumia za hawa za mtume na ahlul bait kama tutakavyoona. Sasa kuna hadithi hapa ambayo tungependa kuisoma, ambayo inatuelezea zaidi kuhusu Shia kwa maana hiyo ambayo ilikuwa katika wakati wa mtume. Na Imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, alikuwa akizungumza na mojawapo ya masahaba wake ambaye alikuwa akiitwa Jabir al-Ju'fi, ambaye alikuwa ni mojawapo wa mashia kweli wa daraja za juu. Anamwambia, ya Jabir, anamuelezea, nataka kumuelezea kuhusu mashia. Ya Jabir, yaktafi man ittakhadha at-tashayyu' yaqulu yuhibbuna au bihubbina ahli al-bayt. Yani anamwambia, ewe Jabir, je, inatosheleza mtu achukue tashayyu', yani awe anafuata dhehebu la tashayyu'? Inatosheleza tu kusema mimi ni mshia wa yakulu bihubbina ahli albayt, yani ushia ambao maana yake kwa maana hii ya kwamba ni kupenda ahlul bait, inatosha hivyo tu kuwa yani ni shia na anapenda ahlul bait? Kwa sababu hapo shia yani kwa maana ya kupenda tu, yani mambo mengine hauna ulazima. Fa wallahi ma shi'atuna, anapinga, anasema shia wetu, yani huyu si shia kweli, lakini wallahi anaapa kabisa, ma shi'atuna illa man ittaqallaha wa ata'a, yani shia wetu si mwingine ila tu ni yule ambaye anayemcha Mwenyezi Mungu, anafanya takwa, wa ata'a Allah, na Mwenyezi Mungu, ata'a, na anamtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea, ya Jabir, ewe Jabir, la tadhhabanna bikal madhahib, yani usiende huku na huku, fikra zako zisiende huku na kule. Hasaba an yakula ahadun an yakula uhibbu aliyan, inatosha mtu tu kusema kwamba mimi nampenda Ali, wa atawallahu, na ninamtawalisha. Falau qala inni uhibbu rasulullah, basi lau kama yeye atasema ya kwamba mimi nampenda mtume wa Mwenyezi Mungu, mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa rasulullah khairun min Ali, na mtume ni bora zaidi kuliko Ali, ni wazi. Sasa wewe useme ya kwamba nampenda mtume tu basi na ukasimamia hapo,
wala ala wa Rasulullah khairu min Ali la yattabi'u siratahu, hafuati sira yake mtume, wala ya'malu bisunnati, wala hatekelezi kwa sunna yake mtume, ma nafa'ahu hubbuhu, mahaba hayo hayatamfaidi chochote, shay'an fattakullah, basi mche Mwenyezi Mungu, wa'malu, au mcheni Mwenyezi Mungu, wa'malu lima inda Allah, fanyeni kwa kutaka yale ambayo Mwenyezi Mungu yuko nayo, yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani pepo. Hiyo ni hadithi moja inaonyesha wazi ya kwamba Shia ni yule ambaye anayemtii Mwenyezi Mungu na anayefanya takwa, huyo ndio Shia. Kuna mwingine ambaye alikuja kudai pia mbele ya imamu, akamwambia mimi ni katika mashia wenu. Qala rajulun lilhasan ibn Ali, kuna mtu alikuja kwa Imam Hasan alayhi salam ibn Ali na kudai, akamwambia inni min shi'atikum, hakika mimi ni katika mashia wenu. Faqala al-Hasan ibn Ali, Imam Hasan akamwambia ya kwamba ya Abdullah, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, in kunta lana fi awamirina wa zawajirina muti'an faqad sadaqta, asema ikiwa wewe kwa maamrisho yetu na makatazo yetu ni mtiifu, tukikataza unafanya utiifu, tukikuamrisha unafanya utiifu, ikiwa kweli unafanya vile, faqad sadaqta, basi wewe ni mkweli, wewe ni Shia wetu. Lakini wa in kunta bi khilafi dhalika, lakini ikiwa wewe uko kinyume cha hivyo, fala tazid fi dhunubika, basi usijiongezee dhambi, kudai kitu ambacho wewe sicho. Uko na dhambi wewe mwenyewe. Dhambi ya kwanza ni kwamba wewe utekelezi yale ambayo tumekuamrisha, hiyo ni dhambi ya kwanza. Dhambi ya pili, unadai kitu ambacho hunacho, fala tazid fi dhunubika, kama dhambi yako da'wa al-amru bida'waka martabatan sharifa, kwa kudai cheo kitukufu. Martaba, cheo au daraja ambaye ni tukufu. Lasta min ahliha, wewe sio katika wenye kustahiki cheo hiki. La taqul ana min shi'atikum, anamfundisha usitumie neno ile, useme mimi ni katika mashia wenu, lakini useme nini? Walakin qul ana min muwalikum, sema mimi ni katika wapenzi wenu. Ama kusema mimi ni Shia wenu usiseme, kwa sababu neno hili ni Shia kubwa. Ni kama mtu kudai kwamba mimi ni katika muttaqin na hali ya hauna taqwa. Ni kama kudai kwamba wewe ni katika muqinin na wewe pia sio katika wenye yakini. Yakini huna, yani wewe ni katika watu ambao wanashaka shaka. Mwenyezi Mungu amekuwekea ahadi ya kwamba riziki yako ipo, lakini wewe una shaka shaka ya kwamba hauna yakini ya kwamba Mwenyezi Mungu atanipa riziki yangu, kisha mwisho unaenda kufanya mambo mengine kwa kutafuta riziki kwa sababu ya kukosa yakini. Sasa Shia ni cheo kitukufu, usidai. Walakin usiseme shi'atikum, walakin qul ana min muwalikum wa muhibbikum, na katika muhibbina wapenzi wenu, wa muadi a'daakum, na ninajiepusha mimi ni mwenye kuwachukia maadui wenu. Vitu hivi vinakutosha, unawachukia maadui wetu na unafanya nini? Na unatupenda, basi hiyo inatosha. Usidai makuu. Wewe wa anta fi khair, utakuwa katika khair, wa ila khair, na utaelekea mwisho wako ni wa khair insha Allah. Haimaanishi kwamba mtu asitekeleze, la. Daraja hii pia ni daraja nzuri ya kwamba wewe unawapenda ahlul bait na unajiepusha na maadui wao. Hiyo ni daraja ya kwamba umeingia kwenye sifa zile za kwamba umeingia kwenye dhehebu la ushia. Kwa sababu katika dhehebu ya Shia ni kwamba uwe una imani na mambo haya ambayo yanasababisha uingie katika kundi hili ambalo linaitwa kundi la Mashia. Lakini kama cheo cha Mashia hujafikia daraja hii, na tukiongeza hadithi nyingine
tuweze kujua pia mashia ni akina nani. Tukimalizia Imam Bakir alayhi salam anasema ya kwamba Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ma shi'atuna illa man ittaqa Allah, shia wetu si wengine ila tu wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Hao ndio wanaitwa mashia, yani wenye daraja, kwenye daraja ya ushia ndio tunakusudia. Si eti kwamba hawako kwenye dhehebu, asiyefanya hivyo ametoka kwenye dhehebu la ushia. La, bado atakuwa katika dhehebu kama jina, dhehebu ya la kishia, lakini hana cheo cha ushia. Ma shi'atuna illa man ittaqa Allah, shia wetu si mwingine ila tu mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, wa ataa, na kumtii. Wa ma kanu yu'rafuna illa bitawadhu'i watakhashu'i, na hawajulikani mbele ya watu hawa mashia ila kwa sifa hizi, ya kwamba ni wenye kufanya unyenyekevu, sio watu wenye kibri. Shia wa kweli hata ukimwona mbele ya watu ni mnyenyekevu. Watakhashu', ni mtu mwenye khushu', yani hata anapofanya ibada zake unamuona yuko na khushu'. Wa adaul amana, na ni mwenye kuchunga amana. Akipewa amana na mtu hafanyi khiana. Ameachiwa amana ya kwamba chunga hii nyumba kwa mfano mpaka nitakaporudi, hafanyi mambo ambayo ni kinyume cha yale ambayo wameelewana katika amana. Amepatiwa mali, utairudisha kwa fulani, anahakikisha mali ile ameirudisha. Amana ya watu. Amepatiwa binti ya mtu amchunge, anamrudisha akiwa salama salimini, sio kumrudisha huko ana kasoro yule binti. Amana ameiharibu. Shia ni yule ambaye anafanya hivyo, adai la amana. Wa kathrati dhikrillah, na ni mwingi wa kumtaja au kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ndio Shia. Haimaanishi achukue tasbihi moja kubwa alafu akitembea nayo au akisoma. Dhikri anamkumbuka Mwenyezi Mungu ima kwenye fikra au kwenye matamshi, sio kwa kudhihirisha tu. Mwingine anaweza kuwa anacheza tu na tasbihi lakini sio dhikri ya Mwenyezi Mungu. Akiingia kwenye maovu mara moja ndio anaanguka. Dhikri ya Mwenyezi Mungu, unamkumbuka Mwenyezi Mungu katika maovu yako, kabla ya kufanya unajiepusha. Hiyo ndio ina dhikri, sio dhikri ya ulimi tu unatamka anatamka. Wengi ambao wako wanafanya maovu kama hayo, ambao wanaua watu, unamkuta yeye ndio anaenda kuchinja watu wasiokuwa na haki, lakini utamuona na tasbihi kubwa na unamfanya huyo. Sasa ndio dhikri gani ya Mwenyezi Mungu? Dhikri ni kwamba inakuzuia kufanya maovu, inakuzuia. Mwingine utakuta ndio amejaza gati zake zile wasemavyo, amekula amejaza, akishamaliza ndio unamuona na dhikrillah. Hiyo dhikrillah gani hiyo ya tasbih? Dhikrillah ni dhikri ya ulimi na ya akilini na ya kimatendo. Fikra, akili zako ziko katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hadithi ya mwisho ambayo tunaisoma ya kwamba ni kwamba Imam anasema ana imamu man ata'ani. Imam Sadiq alayhi salam anasema mimi ni imamu kwa yule ambaye anayenitii. Asiyenitii, yani maana yake imamu si imamu wako. Yeye anataka umfuate, umtii. Sasa yeye imamu maana yake nini? Sasa wewe tuchukulie mfano swala yenyewe. Imamu anapokuja anapopiga takbira, wewe unaswali, unafanya nini? Unamfuata. Akienda rukuu una rukuu. Si kwamba yeye anapoenda rukuu wewe unaenda mambo mengine. Itakuwa yeye ni imamu wako. Imamu ni yule ambaye unayemfuata katika matendo, katika swala, katika kila kitu. Akitoa salamu na wewe pia ndio mwisho unatoa na salamu. Sio unamtangulia ama unafanya kinyume cha ile. Basi ikiwa utafanya vile kinyume chake hautakuwa kwenye nini? Kwa ile sala ya jamaa. Vile vile imamu ambaye ni imamu wetu katika mambo yote, ikiwa tutafanya kinyume chake, basi hatumtii katika amri zake, na amri zake si zake bali ni za Mwenyezi Mungu, au ni za mtume na ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi unapokosa kufanya vile, atakuwa imamu si wako tena. Imamu ni imamu kwa mwenye kumtii. Tumalizie hapo kwa hizo hadithi, na kesho inshallah tutaendelea ili kufaidika zaidi na kujua Shia ni nani, na tuweze kujua pia majukumu Shia kama dhehebu na Shia kama daraja. Watu mwenye kutaka kufikia daraja za ushia anafaa kufanya nini,
na yule ambaye anataka kubaki au kuonyesha kwamba yuko katika dhehebu la Kishia anafaa kuwa vipi. Insha Allah taala katika vikao vijavyo tutaendelea. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. آها